Tumaini Jipya TV. Popote unapotutazama tukiwa katika eneo hili la Mbalizi Mwakapangala, tukiwa katika tukio hili, tukio zima ambalo nimeweza kukufikia popote ambapo unaweza kutuona ukafika mlangoni mwako, tukijitambulisha kama tumetokea Mbalizi, kanisa la EAGT. Tunapenda kumshukuru mkazi wa Chunya, mkazi wa Mbalizi, mkazi wa Tunduma, mkazi wa Mchelwa, pande zote ambazo mweza kutuona tukipita, tukiweza kushirikisha baraka kubwa ya kukushirikisha wewe mtazamaji kwa ajili ya kufikia kuomba sadaka, ushiriki baraka hii ya kuwatia moyo, ya kuwafariji yatima, walemavu, wajane na wagane. Hivyo ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Tumaini Jipya TV, eneo hili lote sadaka za watu wanaweza kutoa viatu, madaftari, ikiwemo chakula kiko hapa na vitu vingi, viko vingi kabisa, nimepanga vitu vikiwa nje na ndani. Tunapenda kushukuru kwa sadaka zako zote ambazo umeweza kuzifikisha katika eneo hili la kituo hiki ambacho ni kituo kipya kabisa, na huu ni mwaka, tukielekea mwaka wa pili katika matukio makubwa ya kuwajali yatima na walemavu, tukisimamia kitabu chetu cha Yakobo 1:27 kwamba dini iliyo safi isiyokuwa na taka ni kuwajali watu kama hao. Nao wamekuwa miongoni mwa kushiriki ibada hii na kuwajali watu kama hao ambao ni wahitaji. Napenda kushukuru sana mtazamaji, kama unaweza kuona vitu vinaenda kufunguliwa hapa. Mtumishi wa Mungu uko busy sana, kuna ndio unaona uko busy sana hapa. Kitu gani kimekushawishi mpaka unakuwa busy kiasi hiki? Naitwa Charles, natokea Kigoma. Ndio nimekuja kushiriki baraka hizi kwa ajili ya kuwatunza yatima, wajane na vijana. Unawaambia kitu gani Watanzania kwa kusikiliza? Mimi ni wakaribishe kushiriki baraka hizi za kuwasaidia hawa wasiojiweza. Wafanyike ndugu kwa wasio na ndugu, wafanyike baba kwa wasio na baba, wafanyike mama kwa wasio na mama, wafanyike kaka na dada kwa wasio na kaka na dada. Na Mungu wa mbinguni atawabariki. Kazi hii ni njema, kazi hii inaripa, kazi hii ina baraka ndani. Malipo yake ni uzima wa milele usikozimia moyo. Mtumishi wa Mungu, usiondoke hata kwenye maiki hii. Nimekuwa katika pilika nyingi sana. Kama sikosei, hii ni wiki ya 3. Ni kweli? Ya, ni wiki ya 3 nikiwa napita mtaani kwa ajili ya kuomba michango na sadaka hizi kwa ajili ya kuwatunza yatima na wenye ulemavu. Na hii ni nini kabisa mnashika? Hii kitu gani kipo ndani? Hizi ni neti zinazoitwa chandarua kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya maradhi ya malaria yanayoweza kusababishwa na mbu. Huyu ndio mbu. Mbona umechora? Wewe mwenyewe ndio mbu, bakteria wa malaria. Na mama yangu, naona mama yangu upande wa pili hapa ukiwa unaongea na mtumishi wa Mungu Samuel, mkurugenzi wa kituo cha kulea yatima na walemavu, akiwa chini ya madhabahu ya mtumishi wa Mungu hapa Mbalizi Mwakapangala. Mama yangu, nataka kujua majina yako. Mwambie watazamaji jina lako unaitwa nani? Majina yangu naitwa Rose Mbadila, ni mkazi wa Mbalizi. Na mimi pia namshukuru Mungu kwa watu waliotoa sadaka zao kwa ajili ya kuwatunza yatima na walemavu. Ninatamka neno moja kwamba Mungu wa mbinguni awabariki sana. Msizimie mioyo, Mungu wa mbinguni atawalipa. Sadaka ya mtu haipotei. Mungu anaisabiti sadaka ya mtu ambaye anamtunza mtu ambaye hawezi. Mungu awabariki sana wa Tanzania popote tulipopita ukashiriki kwenye sadaka hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kama sikosei, ndugu mtazamaji wa YouTube yetu ya Tumaini Jipya TV, wewe mama, ni kama nimekuwa na karibia miezi miwili. Ni kweli mama yangu umetembea miezi miwili kupata sadaka hii? Ni kweli kabisa. Nimetembea karibia miezi miwili kuomba sadaka kwa watu ambao tulikuwa tunawapitia ili mshiriki baraka kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kuwatunza yatima na walemavu na wajane ambao hawawezi. Mungu awabariki sana. Miezi miwili familia yake imeshije? Namshukuru Mungu kuniacha. Mungu wa mbinguni alitunza familia yangu, walikula vizuri. Pia Mungu amewatunza, wanaendelea vizuri na kuzima. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Tumaini Jipya TV, hawa ni mojawapo ya wamama na wababa ambao wametembea. Ukitazama huyu ni mtu ambaye aliacha familia yake
aliacha madhabahu yake akajitoa kwamba niende nikashiriki baraka hizi ambazo zimeendelea kupita kwenye madhabahu ya Tumaini pale Salala, akiungana na ndoto kubwa ya mchungaji Elisha Cheyo ambaye imebeba ndoto akiwaambia Watanzania wote kwamba hii sadaka hizi zinaweza zikaomba maombi mengi kuliko maombi tuombayo sisi, na huyu akiwa ni miongoni mwa kutoa hii sadaka yake ya muda, hata pia ya muda, ama sadaka ya muda. Ameacha watoto karibu miezi miwili, kuanzia tarehe 25 mwezi wa 5 ameacha watoto mpaka hii tarehe ya leo ikiwa tarehe 11 tukielekea mwezi wa 7 kabisa katikati akitembea. Mama yangu, Mungu wa mbinguni akubariki sana, akutunze, na sadaka yako ya muda itakuwa ni leso ya baadaye. Mungu wa mbinguni atakupatia. Ndugu mtazamaji wa channel yetu, tukielekea eneo la chakula tukapate kuona chakula mahindi yameandaliwa kiasi gani kwa ajili ya kuwafikia hawa wahitaji. Mungu wa mbinguni akubariki. Tutatoka maeneo haya kwenda maeneo mengine. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini pembezoni mwangu namuona mama moja hapa, mama yangu Malila. Mwago na mama. Mwago na baba. Hizi siku. Hizo baba. Upendela ule. Upendela hizo baba. Ukuye kwa ule kima kumombo yuko hapa. Nanga kusawasa wimbo nzepa. Muluka kwa kwa sana. Kusema iko tuteresha bamu yetu zile wajane na yatima. Huyu ni mama yangu ambaye alikuwa ni mama muombaji wa ile huduma ya walemavu. Ameomba siku zote kuanzia mwezi wa kwanza wa maandalizi. Ameomba tukiwa safarini, tumesafiri kurudi salama. Alikuwa ni mama akiomba usiku na mchana kwamba huduma hii iweze kukamilika salama. Ndugu mtazamaji, ameongea Kiingereza, kisio Kiingereza ni Mumalira mwenzangu kwa huko Elembo mbele huko, amekuwa kihudumu pamoja nasi hata kiomba Kiruga, lakini Mungu alikuwa anamsikiliza. Pembeni mwangu na mzee wangu wa kanisa, tumjua majina yake. Mtazamaji mwenzangu, mama yangu anaitwa nani? Oliver Donadi. Mama yangu, ulikuwa pamoja nasi maeneo mengi ukituombea. Unawaambia nini kwa mama Konzio? Sadaka zao za Mungu, na hata pia niliwahi kuona ukitembea pamoja na hao watu maeneo mbalimbali. Hivi ni kweli? Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ndugu mtazamaji, na hili pia ni jiko ambalo linaandaa chakula cha walemavu eneo hili, ikiwa ni siku ya Saruni. Pia tuelekee sehemu ya Saruni tuwasikize watu hawa ambao wako katika eneo la Saruni. Mungu akubariki sana. Ndugu mtazamaji, tumefika eneo hili tena, ni siku ya Saruni. Saruni ya kike ikiwa hapa, naona wamama mbalimbali wamejitokeza wakisuku, lakini katikati ya mama naowaona hawa wanasukwa hapa, wengi wao hawaoni. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Tumaini Jipya TV, tunatamani kupata kumjua hata msusi mmoja tu, majina yake anaitwa nani, ametokea wapi, na yuko hapa kwa kusudi kwa kazi ipi. Mama yangu huko, majina yangu anaitwa nani? Lesna. Uko hapa kwa kazi gani? Kwa kusuka. Wewe ni msusi? Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na mama yangu ndiye shuka, tupate kujua majina yako anaitwa nani? Elizabeth Musa. Uko hapa kwa ajili ya kusudi ya kusukwa. Mungu wa mbinguni akubariki. Ni kweli hauoni? Huoni kabisa. Mungu akutie nguvu. Mungu akutunza sana. Naona dada zangu hapa wako hapa, nataka kusukana hapa. Dada zangu nataka kujua majina yako, kama matatu kwa nani? Subira. Upo katika sehemu hii inaitwaje hapa? Ni kanisa gani? Tumaini. Tumaini. Mpo kusuka wale watu ambao wamekuja hapa kwamba mwasuke mwapambe siku ya Saruni. Hapa ni Saruni ya watu ambao hawawezi kuona. Unawaambia nini Watanzania wenzako? Wawe na moyo na endelee kutia moyo. Sisi tunawasaidia watu ambao wasioona, tunaendelea kuwatia moyo kwa sababu upendo wetu kwao ndio uvumilivu wao. Upendo wenu kwao ni uvumilivu wao. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini mbele yangu na kiongozi mmoja anaitwa Cecilia. Sijui kama ni Cecilia. Cecilia, habari ya saizi? Unamwambia nini mchungaji Cheyo aliyebeba maono haya? Cecilia, watu kutazama ni kama kweli, ni kama unaona hivi, ni kweli hauoni Cecilia? Ndio, mimi
ulemavu wa macho, unawaambia nini wenzako walemavu wa macho wanapotazama, wanaposikia? Mimi ninachowaambia, jamani, Mungu tuzidi kuombea watu wanaacha kazi zao, wanafanya kazi ambayo Mungu kawatuma. Tuzidi kuombea familia zao zisitetereke, waendelee kuwa na maisha mazuri. Amina. Msusi unajifunza nini kumsuka mtu asiyeona alafu nampamba kiasi hiki? Unajifunza kitu gani kwake? Kitu ambacho nakipenda kwa wana ile jamii, na naamini akishika nywele zake anajua amesuka, amependeza au hajapendeza. Kutoona kwamba mikono yake haiwezi kusense kwamba hapa amependeza. Mikono yao ina sense. Mikono yao ina sense kwamba hapa kweli nimesuka, nimeridhika, nimependeza. Mungu akubariki sana. Mama yangu, naona hapa unamsuka mama huyu. Mungu akubariki sana kwa moyo wako kupenda. Unawaambia nini wasusi wenzako wanapofikiwa na watu kama hawa kwenye masto yao, kwenye saluni zao ukitaka kusuka? Unawaambia nini wasusi wenzako ambapo wanafikiwa na watu ambao hawezi kuona, anaomba msaada kusuka? Akubariki sana. Unamtamkia nini mchungaji Elisha Cheyo? Mungu wa mbinguni atazidisha pale ambapo umetoa muda wako kuja kuwapamba na kuwasuka watu hao. Mama yangu, Mungu akubariki sana. Wewe shida yako nipi kufika hapo Cheyo? Unasumbuliwa na nini au unaona? Mimi niko kwa kundi la wao wasioona. Mungu akutie nguvu mama. Ni kipindi gani macho haya yanakusumbua? Huoni kabisa. Mungu akutie moyo mama. Akuombea watu ambao wataweza kuona wakakusaidia maisha yako yote. Mungu akutie. Unawahi kuja hapa? Mara yangu ya ngapi kuja? Mara yangu ya pili. Sisi kuja hapa mara yangu ya ngapi? Ya tatu. Amina. Mungu akubariki sana. Mama yangu, wewe ukiwa unaona hapo, shida yako ni ipi? Mtoto mlemavu. Mara yako ya ngapi kuja hapa? Mara ya pili. Mungu akutie nguvu. Tunaelekea eneo hili hapa la watu hawa hapa pembezoni hapa kidogo na eneo hili. Naona Mungu hapa ametulia kabisa kabisa. Watumishi wa Mungu, Mungu hapa kwa mchungaji Elisha Cheyo, nani mmefika hapa kwa ajili ya tukio hili? Ndio. Mnamwambia nini mchungaji Cheyo huyu ambaye mmeweza kumsikia na mkamunga mkono kwamba tuende huko aliko tuita? Mnamwambia nini? Mnamwambia nini Mtanzania anapowasikiliza? Mtanzania, mtu wa jiji la Mbeya, jiji la Mbeya, wako watu wa Kigoma, wako watu wa Iringa, wako watu mbalimbali wanawatazama wanawaona huko Arusha, huko Mwanza wanawaona. Unawaambia nini unapoona mchungaji huyu Elisha Cheyo amebeba hitaji leno kuwasaidia nyinyi? Kaka yangu, nawaambia nini Watanzania wenzako? Mimi naambia hivi, Mungu mbariki mchungaji Cheyo, maono aliyotoa na Mungu naomba yazidi, yani yazidi, maana Tanzania yetu toka tumeanza, nadhani mfano mzuri ni mchungaji Cheyo, anatusaidia sana sisi wenye ulemavu. Naomba na wengine wawe kama mchungaji Cheyo. Mungu awatembelee katika maono, bebe maono makubwa kuliko haya tena. Mungu wa mbinguni awabariki watazamaji wote ambao mnaenda kutazama. Hawa ni mashuhuda wakiendelea kushuhudia tukio hili linaloendelea Mbalizi Makapangala, ambapo mchungaji Elisha Cheyo wa kanisa EAGT Tumaini Mbalizi akiendelea kupata na kupokea maono makubwa ya kimungu, akiwasaidia watu mbalimbali bila kuchoka. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naelekea eneo la ndani kabisa hapa ndani tuweze kuona kitu kimejiandaa hiki hapa ndani ya kanisa. Watazamaji na kutazama kazi yako ni ipi hapa ndani? Pambaji kwa ajili ya tukio hili la kuwashia moyo wanafu. Mungu akubariki sana. Naona hapa mbele yangu hapa kuna kitu kama chakula. Hapa mtazamaji, kuna mahindi yamepangwa hapa, vipeto mbalimbali vimepangwa kutoka sehemu mbalimbali, watu wa sadaka zao.
Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Tumaini Jipya TV, siwezi kuchoka kukaribisha kwa matukio kama haya ambayo yanaendelea kusikika katika jiji la Mbeya na nje ya jiji la Mbeya, ikiwapo Tunduma. Wenyeji wetu wa Tunduma wameweza kufanya mambo makubwa, hasa katika halmashauri ya Tunduma imetupokea, inafanya kazi kubwa sana ikiongozwa na mtumishi wa Mungu Mapunda akitoka Tunduma kama mkurugenzi wa timu nzima ya utamaduni. Na Mungu wa mbinguni ambariki sana kwa kutazama Mapunda. Mungu wa mbinguni ambariki, na kamati ya Tunduma imeshiriki kazi kubwa ya kupatikana kwa chakula hiki chote ambacho kimeweza kufika hapa katika Tumaini Jipya Salala Mbalizi. Hiki ni chakula ambacho kimetolewa hapa, ambacho kesho na kingine kinaendelea kuja, ambacho kesho kinaendelea kuwafikia hao wahitaji. Na mtazamaji wa channel yetu ya Tumaini Jipya TV, kesho utaweza kuona haya mambo makubwa yakitokea, ukiyaona siku ya Jumapili ambayo ni hitimisho tarehe 12. Mungu awabariki sana. Lakini mbele yangu, mkono wangu kushoto, kuna mama wawili wamechoka, wamelala hapa na watu kuwasikia. Mama zangu hodi. Mama zangu, habari ya saizi? Naona nyinyi mlikuwa mmefanya kazi hapa, mmechoka kweli kweli. Mungu awatie nguvu. Mmechoka, mmeshughulika na kazi gani mama zangu? Kitu gani kimewafanya mpaka mchoke kiasi hiki? Tunapima mahindi yale pale. Mlikuwa mnapima mahindi? Kwa nini mnayapima mahindi? Kwa ajili ya kusaidia watu. Na kwa nini mnayapima? Tunapima kwa sababu Mnagawanyisha kwa idadi ya watu au kwa level ya kitu level moja? tunagawanyisha kwa idadi. Kwa idadi. Kwamba kiwa level moja. Kiwa level moja. Mnawaambiaje wa mama wenzenu ambao wapo ambapo wanafikiwa na wageni kama sisi? Mnawafundisha kitu gani cha ugawaji? Mnawaambia ni maana kugawa pia ni hekima ya Sulemani, kwamba lazima uwe na hekima ya ugawaji. Ukikosa kugawa utagombanisha watu, si ndio? Unawaambieje Watanzania wenzako namna kugawa vitu? Unawaambieje Watanzania wenzako namna kugawa vitu? Gaweje vitu unapopata vitu? Waweke wote wawe sawa. Mungu wa mbinguni awabariki sana enyi wamama waliochoka. Mungu wa mbinguni awatie nguvu, pia awatie moyo sana. Mungu hataweza kuacha kwa kazi yenu njema. Kwa majina yangu mtazamaji, naitwa Samuel Mwahalende, nikiwa hapa Mbalizi, nipo Kasala EAGT kwa mchungaji Elisha Cheyo, nikiwa mkurugenzi wa huduma hii ya walemavu, pia mzee wa kanisa hili. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Msichoke kutufuatilia katika mambo makubwa ambayo Mungu ameenda kuyafanya hapa Tumaini Mbalizi Salala. Ni tawi la kutoka la Gilgal kwa mchungaji marehemu Thomas, ambaye akiwasimamia kwa sasa mchungaji Andrea, wakiungana kwa pamoja, kwa mshikamano kwa pamoja, wakisapotiana, kukutiana nguvu, kutiana moyo namna gani waweze kuisambaza hii injili iweze kusonga mbele. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Msichoke kutuombea. Amen.